Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media. Kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Diamond Platnumz ameweka rekodi mpya, na ukizungumzia audio ambazo zina trend paka kwenye upande wa Instagram, unazungumzia ngoma mpya ya Diamond na Tulizana. Mr. Pimbi ameweza kuzungumza kwamba sasa hivi wapinzani wajiandae, kwa sababu tunaona katika zile trending audio ni miongoni mwa audio zinazotrend, audio zinazotumika Instagram ambazo zinazotrend Tanzania kwa sasa hivi ni ya kwake Diamond Platnumz. Lakini kingine ni kwamba nyimbo hiyo imetumiwa katika jumla ya reels ama zile video za Instagram 3280, lakini original ikiwa na reels 220. Kwa hiyo tunaona ndio ngoma ambayo imetumika katika reels za kutosha kuliko nyimbo yoyote, na ndio maana tunaona ngoma hii ina trendi kuliko ngoma yoyote sasa hivi katika upande wa Instagram. Na tumezoea zile chati, mfano YouTube, mfano wapi, lakini kwa upande wa ngoma hii mpya, na tunajua siku ya kesho kutakuwa na siku ya wapendanao ama Valentine, maana yake ni kwamba ngoma hii imeanza kufanya maajabu. Na kwenye upande wa YouTube nimechungulia, ina jumla ya viewers 600,000. Na ina jumla ya viewers 600,000. Kwa unaweza kusema kwamba ni miongoni mwa ngoma ambayo kiukweli inafanya vizuri zaidi katika platform tofauti, ikiwa imeshika namba 6, lakini ngoma hii imeshika namba 6. Yaani kwenye upande wa YouTube ina jumla ya viewers 600,000, lakini pia ngoma hii ina jumla ya viewers 600,000. Kwa hiyo ndani ya siku moja ya viewers 600,000, kwa hiyo naweza kusema kwamba ni moja ya ngoma ambazo zinafanya vizuri kwa ukanda wetu Afrika Mashariki na Kati. Sasa baada ya Diamond kushika namba 1, maoni ya wadau mbalimbali wakaja hapa. Mmoja akasema kwamba hakuna kitu hapo nasubiria msiba wa Harmonize, au si bwana? Mmoja akasema kwamba muziki zero pale haumwezi Diamond Platnumz, nyimbo ni kali sana. Mwingine akaandika kwamba yani wewe mara ya nyimbo mbaya, mara hivi stay with one strength. Maana yake kuna wakati Mr. Pimbi anakuwa anahamahama, mara aseme nyimbo mbaya, mara aseme nyimbo nzuri, mara aseme hivi, mara aseme vile, anakuwa eleweki. Mwingine akasema kwamba chawa usiyekuwa na msimamo upo kama ligi za Uturuki. Mwingine akasema ila Mondi kama mcha vile ngoma huko duniani imepasua ghafla. Yani sometimes unaweza ukaona predict kwamba hii ngoma inaweza ikawa mbaya zaidi. Na kweli kwa mtazamo tu wa kawaida, kwa watu ambao hawajasikiliza vizuri, ni ngoma ambayo unaweza ukaichukulia kawaida sana, lakini ni ngoma ambayo kiukweli imefanya makubwa. Imefanya makubwa sana, kwa sababu ukiangalia kwa upande Instagram, kwanza Instagram kuna audio nyingi sana zimetumika. Sasa tunaona watu zaidi ya 3,800 3,280 wametumia ngoma hii katika video zao. Maana yake ni kwamba wanafanya matangazo, content creator, wanatoa elimu na vitu kama hivyo, wametumia audio hii katika upande wa Instagram peke yake. Kwa hiyo kusema kwamba ngoma hii inaenda kupasua anga la kimataifa na inaweza ikashika namba 1 katika platform zote unazofahamu wewe. Kwa hiyo na imani huu ni mwanzo mzuri tu wa ngoma hii kufanya vizuri. Kwa hiyo hakuna kitu kizuri kama kuona msanii anafanya vizuri zaidi katika mtandao wa Instagram. Mtandao wa Instagram ni mtandao mgumu sana, mtandao mgumu kinoma noma. Hakuna msanii ambaye waga anatoboaga huko. Lakini kwa upande wa Instagram tunaona watu kwanza kuikubali ile ngoma tu, kuitumia katika video zao. Maana yake inaonyesha kabisa kwamba ngoma hii imeweza kufanya vizuri zaidi ndani ya muda mfupi. Na kimsingi ni kwamba hapa tumeelezewa kabisa kwamba ndani ya siku moja ngoma hii imeweza kushika namba 1, ikishika chati original audio na Tulizana, au sio bwana? Kwa hiyo tunaona pale chini kuna Kajala. So naweza kusema kwamba Diamond amefunika ile mbaya. Mimi namsifia kwa sababu wanasema mnyonge mnyongeni akeke mpeni, lakini pia tunaona kwa namna moja ama nyingine mashabiki zake wamefurahishwa sana na ujio wa ngoma hii, hasa kipindi hiki cha wapendanao, na hasa ukizingatia ni kwamba kumbe ndani anazungumzia mambo ya tende na vitu kama hivyo. Of course ni
vitu fulani hivi ambavyo ananogishaga sana Diamond pindi anapotoa ngoma mpya. Na tumemzoea huyu Diamond ambaye kiukweli alikuwa anapiga ngoma fulani hivi za kucheza na vitu kama hivyo, lakini sasa hivi amekuja na nyimbo ya taratibu. Juma Lokole anakuambia hii ni pure bongo flavor. Hii ni pure bongo flavor. Yaani hakuna ubishi. Na kimsingi wanaosema kwamba ngoma mbaya, ngoma vipi, ngoma vile, wajibu kutoza kwao, kwa sababu ngoma sometimes mpaka inachukua matuzo Ulaya, inachukua matuzo wapi, ni kwa sababu ni ngoma imefanya vizuri. Kumbuka vizuri, mfano ukitazama ile ngoma ya Kwetu ya kwake Rayvanny. Rayvanny alitoa Kwetu, ilikuwa ngoma ya kawaida sana, tukisikiliza hivi kwetu huku kwetu nyumbani siku na nini, then ngoma ile ikaje ikachukua tuzo ya BET. Tuzo ya BET ambayo Afrika Mashariki anayo Rayvanny peke yake. Afrika Mashariki anayo Rayvanny peke yake. Afrika Mashariki na Kati anayo Rayvanny peke yake. Chui. Kwa hiyo tunaona ni msanii ambaye kikweli na mafanikio makubwa sana. Though naweza kusema kitu kimoja ni kwamba mtu atakuja kutoa ngoma ya kawaida sana hapa tutaichukulia poa, lakini then baadaye itaenda kufanya makubwa sana, kwa sababu ukiangalia katika hizi platform zote tunaona namba zinazidi kuwa zinaongezeka. Wasanii wetu wanafanya vizuri ndani na nje mipaka ya Tanzania. Na hata ukifuatilia katika upande Audiomack, ngoma zetu zinasikilizwa zaidi nje kuliko ndani. Yaani ngoma zetu zinasikilizwa sana nje kuliko ndani. Maana yake wa nje wana stream sana ngoma zetu kuliko hapa nyumbani. Kwa hiyo wasanii labda usikate tamaa, kwa sababu mimi naweza kusema naweza kuchukua nafasi hii kuwashawishi ama kuwahasa wale wasanii wadogo ambao wanajitafuta kimuziki, kwa sababu ukifuatilia vizuri ni kwamba katika Audiomack kuna wasanii ambao kikweli hawana majina, lakini ngoma zao zinashika trend. Zinashika trend. Kwa hiyo platform hizi zinasaidia pia msanii kutambulika nje. Kwa hiyo unaweza kukuta msanii anaenda kufanya kwenda kufanya show pengine Sudan, Ethiopia, wapi, ni kwa sababu ya love ambayo watu wanaiona katika hizi platform. Kwa mfano tukiangalia kwa Harmonize kule Ethiopia, ameenda kufanya show, lakini wengi wamemfahamu wapi? Kwanza wana streams ngoma zake katika digital platform, wanasikiliza ngoma zake kupitia YouTube, pia wana download ngoma zake. Kwa hiyo tunaona ngoma zake zikiwafikia kwa wingi, maana yake ni kwamba wakishamkubali yule msanii, maana yake wana wish siku moja aende akafanye vizuri. Kwa hiyo good luck to Diamond Platnumz, bahati njema kuweza kushika namba 1 katika upande wa Instagram. Naweza kusema kwamba ni kwa mara ya kwanza Simba mwaka 2026 anafanya makubwa, anafanya maajabu kiukweli, maajabu ambayo hatukuwahi kuyaona kutoka kwa wasanii wengine ambao washakutangulia hapo kabla. Dondosha maoni yako, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe, share, like na comment kwa kwanza kupata habari zetu ndani ya Mkubwa Media.